ulitafakari agano. E Bwana, ulitafakari agano. Usisahau milele uhai wa watu wako walioonewa. Wapendwa wana wa Mungu, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa ni Dominika ya 19 ya mwaka A wa Kanisa. Somo la kwanza ni la kitabu cha kwanza cha Wafalme, sura ya 19 aya ya 9a na aya ya 11 hadi aya ya 13a. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 9 aya ya 1 hadi aya ya 5. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mwinjili Mathayo, sura ya 14 aya ya 22 hadi aya ya 33. Tusikilize Injili takatifu. Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, "Ni kivuli," wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, "Jipeni moyo, ni mimi, msiogope." Petro akamjibu akasema, "Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji." Akasema, "Njoo." Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, "Bwana, niokoe." Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika, akamwambia, "Ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka?" Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma. Nao waliokuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, "Hakika wewe ni mwana wa Mungu." Injili ya Bwana. Wapendwa taifa la Mungu, masomo yetu yanazidi kutukumbusha katika Dominika hii, katika swali hili, ni namna gani ambavyo tunamtafuta Bwana, au Bwana anapatikana wapi katika maisha yetu? Ni wakati gani ambao tunafikiria kwamba Mungu hayupo pamoja nasi? Lakini tukumbuke katika mafundisho ya kanisa tunakumbushwa kwamba Mungu yupo mahali popote. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, pale ambapo wakati tunafikiria kwamba Mungu hayupo pamoja nasi, tukumbuke tunakwenda kinyume na vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametuumba kwa makusudio yake. Tunapokuwa katika hali ya dhambi, ndipo ambapo tunajitenga wenyewe na uwepo wa Mungu. Lakini Mungu daima siku zote yuko pamoja nasi. Kuna wakati mwingine tunapokuwa katika matatizo, tunajikuta tumenusurika. Je, ni kwamba hatushuhudii maajabu ya Mungu? Kuna wakati mwingine unatukuta tukiwa katika hali mbaya zaidi. Je, mwishoni huwa tunatamka hiki ambacho wanafunzi wamekuja kukitamka mwishoni kabisa? Walikuwa na imani haba, lakini baada ya kutendewa muujiza huu Bwana wetu Yesu Kristo kwa kutuliza dhoruba ambayo ilikuwa imetokea, wanakuja kukiri kwamba hakika wewe ni mwana wa Mungu.
Hivyo wapendwa, somo la Injili takatifu linatupa wakati mzuri wa kuweza kutafakari juu ya imani yetu katika maisha yetu ya ufuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha ya kanisa. Ni kwamba somo la Injili takatifu ya leo ni mwendelezo wa Injili iliyopita, ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alifanya muujiza wa kuweza kuongeza chakula, kuongeza chakula hata vikapu vikabaki. Na hii ndio chakula cha kiroho au ni sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Kwa katika muujiza huu ambao Bwana wetu Yesu Kristo aliufanya katika Injili takatifu tuliyosikia Dominika iliyopita, sasa leo Bwana wetu Yesu Kristo anatuliza dhoruba. Na dhoruba inayotulizwa na Bwana wetu Yesu Kristo ni kwamba kwanza Yesu aliwaambia wanafunzi wake wao watangulie. Kwa wakati dhoruba hii inatokea katikati ya bahari, Yesu hakuwa pamoja na wanafunzi wake. Yesu alikuwa mlimani faragani baada ya kuaga makutano akisali huko mlimani. Ndipo ambapo anapokuja kuwafikia wanafunzi wake wakiwa ndani ya chombo kikitaabika sana kwa mawimbi. Na Petro anamwambia Bwana wetu Yesu Kristo, naomba nikufuate. Anapomwambia njoo, ni kwamba Petro anajawa na hofu kwa kutaka kumfuata Kristo, lakini anajawa na hofu, hana imani thabiti, amepungukiwa imani kiasi kwamba laiti angekuwa na imani hata kidogo inayofanana na chembe ya haradali, kwa mfano ambao tumesikia siku ya Jumamosi, siku ya jana, ingeweza kumsaidia kuweza kutembea na yeye juu ya maji. Hivyo kwa uhaba wa imani kwa Petro kunatufundisha nasi wakati mwingine tunajikuta tunashindwa kutimiza mambo ambayo tunatamani sana kufikia ndoto zetu. Yote ni kutokana na mashaka ambayo tunajawa mioyoni mwetu, kiasi kwamba yanatufanya tusitimize kile ambacho Mwenyezi Mungu ametuandalia. Mwenyezi Mungu anatupa nguvu na kutusaidia ili tuweze kufikia mafanikio hayo. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, chombo kinapotaabika sana kwa mawimbi katikati ya bahari, wanafunzi wanaingiwa na hofu kubwa. Kwa tafakari ya maisha yetu, si kuhusu tu mawimbi ziwani, bali ni mawimbi katika maisha ya mwanadamu. Mimi na wewe tunaweza kukumbwa na mawimbi, si katika bahari, lakini wote tunakumbwa na mawimbi katika mapito tofauti tofauti ya kimaisha. Namna tunavyohusiana na wanadamu wenzetu, kila mmoja kwa namna yake, shughuli zetu za kila siku, magonjwa na mambo mengineyo katika maisha. Haya yote ndugu zangu ni mawimbi. Na mawimbi haya ndugu zangu tunapokuwa tunafikiwa nayo, wakati mwingine huwa tunafikiria kwamba Mungu ametuacha. Na hii ndio kukosa imani kama ilivyotokea kwa wanafunzi wa Yesu. Kwa ndugu zangu, Injili inatufundisha kuwa Bwana yupo pamoja nasi hata katika mawimbi. Kupitia sakramenti, kanisa na maisha ya sala, Bwana huongea nasi. Jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Wakati wa mawimbi, watu wengi hujitenga na sala, watu wengi hujitenga na kanisa, watu wengi hujitenga na waamini wenzao na hata kujaribu kuwa peke yao. Watu wengi huacha desturi ya maisha yao ya kila siku. Unakuta mtu alikuwa na mwenendo mzuri sana katika maisha yake ya Ukristo, lakini baada ya kupata changamoto
anadiriki kujitenga na kuwa mbali na wale watu ambao alikuwa amezoeana nao, ambao alikuwa akiishi nao vizuri na kuweza kutenda mambo ambayo yalimpa hata mafanikio. Kwa baada ya kuwa na matatizo, anaona kama Mungu amemwacha. Sasa huyu Mungu ninayemwabudu naona hana kazi kwangu, na kuweza kudiriki kuanza kufuata miungu mingine. Kwa ndugu zangu, wakati wa mawimbi watu wengi hujitenga, lakini tufikirie, huu ni wakati ambao tunatakiwa kuwa karibu na Bwana pale ambapo tunaingia katika hali ya majaribu. Ni wakati ambao tunatakiwa tusali bila kukoma, tusijitenge na waamini wenzetu, na daima siku zote tuishi Injili kwa uaminifu. Tunajitazama wenyewe tu na si kumtazama Bwana ambaye ndiye Mwokozi wa maisha yetu. Pale ambapo tunajitazama wenyewe, mwisho wa siku tunaishia kuzama. Yesu yupo kwa ajili ya maisha yetu. Yesu yupo kwa ajili ya maisha yote ya kanisa, kutufikia kondoo wake wakati wote. Basi na sisi tuzidi kuwa na imani naye, ili azidi kuyabariki maisha yetu, na sisi tuzidi kubarikiwa, ili katika haya yote tupate mafanikio na kuweza kuzishinda hizi changamoto ambazo ni sehemu ya maisha yetu katika safari yetu hii ya kiimani. Mwisho wa siku tuweze kufikia ufalme wake. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amin. Bwana, ulitafakari agano, usisahau milele uhai wa watu wako walioonea